Tunapenda kuwakaribisha sana hiyo tarehe 5 ya mwezi wa 4 katika mashindano haya makubwa ya dunia. Karibuni sana sana, hakuna kiingilio, ni wewe tu na usafiri wako. Unakaribishwa saa 12, mageti yatakuwepo wazi kwa ajili yenu. Karibuni sana siku hiyo, na mgeni wetu rasmi atakuwa ni Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Ali. Karibuni sana. Zikiwa zimesalia kuelekea mashindano makubwa ya kusoma na kuhifadhi Qur'an yatakayofanyika pale katika dimba la Benjamin William Mkapa ndani ya Magomeni jijini Dar es Salaam. Muda huu jua likiwa linapiga vilivyo kabisa, tukiendelea na hamasa ya kuhamasisha wadau mbalimbali kuhudhuria katika mashindano hayo. Bana, habari zimeshaenea kila sehemu. Tunapopita tunakuta mabango mbalimbali yakiwepo pale, watu wakiwa wana taarifa juu ya mashindano hayo makubwa. Ukiangalia nyuma yangu hapa kuna ambalo lipo nyuma yangu hapa likionyesha mashindano hayo likiwa limependeza vizuri kabisa. Wadau wana taarifa na kila mtu anasubiria hiyo tarehe 5 mwezi wa 4 aache majambo yake na aache kazi yake kwa ajili ya kwenda kuhudhuria katika mashindano hayo ya kusoma na kuhifadhi Qur'an. Lakini wakati tunaendelea na hamasa hizi, kuna jambo la kufurahisha ambalo tumeweza kukutana nalo. Ni madada ambao tumewaona wako mtaani wakiendelea kubandika mabango mbalimbali yanayohusiana na mashindano haya makubwa ya Qur'an. Tukawa na hamu ya kuweza kuwajua ni kina nani, na je, wametumwa na nani, na kwa nini wako mtaani kubandika haya matangazo ya mashindano ya kusoma Qur'an. Tayari wadau, wanawake, wanaume wote wamehamasika katika kuhakikisha kwa Mkapa uwanja unajaa. Na waona kama unavyowaona wako bize katika kuhakikisha taarifa zinawafikia wadau mbalimbali na Watanzania kwa ujumla. Mimi siwajui zaidi, nimewakuta hapa sokoni wakibandika matangazo. Watajitambulisha wao ni kina nani na kwa nini wanafanya hili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina lako kwa niaba? Naitwa Sada binti Yahabu. Naam, natokea Stara Islamic Girls. Stara Islamic Girls. Stara Islamic Girls ni kina nani na kwa nini wamejiita Stara Islamic Girls? Stara Islamic Girls ni wanawake na mabinti wa Kiislamu ambao wameamua kuanzisha taasisi yao kutokana na mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na taasisi ya jamii mbalimbali. Kwa nini tumejiita Stara Islamic Girls? Tumejiita Stara Islamic Girls kwa sababu Stara imebeba kila kitu katika elimu ya Kiislamu. Stara Islamic Girls kama jina lenu lilivyo, inaonekana inashughulisha na mambo ya stara, lakini tunaonekana mmebeba mabango, mnabandika. Sijaelewa hiki ni kitu gani? Mmelipwa au mmetumwa? Ipoje hii? Haya mabango ni kwa ajili ya mashindano makubwa ya dunia ya Qur'ani tukufu ambayo yatafanyika tarehe 5 mwezi wa 4 2026. Ni moja ya kazi ambayo tunajitolea na tunapenda kufanya, ni kwa sababu yanahusiana na mambo ya Mwenyezi Mungu na yanompendeza Allah yetu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana unatuona hapa Stara Islamic Girls tupo tunabandika mabango sehemu tofauti na kuwahimiza watu waumini karibuni sana katika mashindano. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba mnajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Naam. Kwa mfano leo kazi imeanza saa ngapi? Sisi tuko hapa toka saa 12. Mashaallah. Naam. Na mnabandika sehemu mbalimbali. Kwa mfano leo mmebandika wapi na wapi? Leo tumebandika kuanzia Moroko, Magomeni, na hapa tunatoka tunaelekea Makumbusho na Kawe. Naam. Hongereni sana na poleni. Shukrani. Ucho wenu kama Stara Girls kuelekea tarehe 5 mwezi wa 4 2026, mnaweza mkawaambia nini watazamaji ambao wanawaangalia kupitia Bunjazar TV? Karibuni sana katika haya mashindano ya dunia ya Qur'ani tukufu ambayo watoto wadogo na wakubwa wakisema maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ukae nyumbani? Karibu uwanjani kwa sababu ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Unajisikiaje ukisikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Jinsi yanavyokonga, njoo ukonge nyoyo yako kwa maneno mazuri na maneno matamu. Na ujumbe wako kwa wanawake wa Kiislamu kuhusiana na Stara kama jina lenu lilivyo la taasisi kwamba Stara Islamic Girls? Ujumbe wetu Stara Islamic Girls, sisi tunasema mkono kwa mkono hadi peponi.
Kwa hiyo karibuni tuungane mkono kwa mkono hadi peponi. Stara si vazi, hata hili pia ni stara na Allah amependa. Tukushukuru sana ukhti na Mwenyezi Mungu ajazeni kila la kheri. Mkono kwa mkono hadi peponi. Asante sana, shukran. Bado tupo hapa Magomeni, bado nataka niongee na mwanakamati au mdau mwingine katika kundi hili la Stara Islamic Girls. Kama ulivyosikia, wana mambo mengi sana ambayo wanafanya, na sikana kwamba wanalipwa, bali wanajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina na wapi unatokea? Asante. Kwa majina naitwa Ukhti Aisha, natokea Kijichi, ni mmoja kati ya Stara Islamic Girls, nikiwa kitengo cha afisa habari. Afisa habari. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba Stara Islamic Girls mna vitengo vingi, ikiwemo kitengo cha habari kipo? Naam. Kitengo cha habari kina kazi gani katika taasisi yenu? Kitengo cha habari kina kazi ya kujulisha matukio yote ambayo yanatokea katika kikundi chetu cha Stara Islamic Girls, ikiwemo kutuma videos, picha yaliyojiri kwa siku ambayo kama hapa tunayofanya lazima tutayatuma kwa jamii, wataona kwamba Stara Islamic Girls walikuwepo sehemu fulani wakifanya hili na lile hivyo. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba mna mitandao ya kijamii kama YouTube na kadhalika, na mtu akitaka kuwapata na wapata kwa jina hilo au jina gani? Naam, hatuna jina jingine zaidi ya Stara Islamic Girls. Kama TikTok tunatumia Stara Islamic Girls, Instagram hilo, Facebook hilo. Na mlianza lini? Taasisi yenu ilianza wakati gani, muda gani? Yeah, okay. Kikundi chetu hakina muda sana, kina almost miezi 2 au 3. Okay. Naam. Na mpaka sasa hivi mmefanikiwa, mafanikio yenu? Tunashukuru, tumefanikiwa baadhi ya vitu, kama tuliweza kufuturisha watoto yatima, tukafuturisha baadhi ya sehemu kama Kariakoo watu wasiojiweza hivyo. Na yani mmejikita hasa Stara Islamic Girls, licha ya kubandika matangazo, mashindano, mmejikita hasa kwenye nini? Okay, sisi Stara Islamic Girls tumejikita katika nyanja tofauti kama kusaidia watu wasiojiweza, watoto yatima, kutembelea sehemu kama mahospitalini, kwenye misikiti kufanya usafi na baadhi ya vitu vile vya jamii ambavyo vinahitajika. Twende kwenye tarehe 5 mwezi wa 4. Mabango, hamasa zinaendelea na kila mtu anaisubiria tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026. Zawadi kwa wahudhuriaji zitakuwepo. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatamani siku hiyo angepata zawadi yoyote? Naam, inshallah panapo majaliwa nami nitatamani kupata zawadi kwa siku hiyo. Wito wako kwa watu ambao wanakutazama? Wito wangu kwa watu ambao wanatazama, napenda kuwakaribisha sana hiyo tarehe 5 ya mwezi wa 4 katika mashindano haya makubwa ya dunia ambayo yatafanyika tarehe 4 mwezi wa 5. Karibuni sana, hakuna kiingilio, ni wewe tu na usafiri wako. Unakaribishwa saa 12, mageti yatakuwepo wazi kwa ajili yenu. Karibuni sana siku hiyo, na mgeni wetu rasmi atakuwa ni Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Ali. Karibuni sana. Mimi niwatakie kila laheri, Mwenyezi Mungu awalinde na wajalie muendeleze na hizi harakati, na mkono kwa mkono hadi peponi, tukutane kwa Mkapa. Asante sana, shukran. Naam, ndugu mtazamaji wa Ibn Jazar TV, na mimi leo sina la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Hamza Shabani Lusambo, nyuma ya kamera nilikuwa naye Al-Akhi Hamid. Tukutane tena kesho katika viunga vingine katika hamasa juu ya haya mashindano ya tarehe 5 mwezi wa 4 2026. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.